Rotary International kwa kushirikiana na mashirika mengine WHO, Bill and Melinda Gates, tumekuwa tukipigana vita ya kuitokomeza polio. Lakini kama unavyojua, baada ya uviko 19 kumekuwa na sintofahamu, kumekuwa na kasumba za kwamba chanjo ni mbaya, chanjo zina athari baadaye, sijui zinaondoa vizazi na vitu kama hivyo vingi tu. Kwa hiyo tuko hapa sisi leo kwa ajili ya kuhamasisha chanjo, watu wakubali chanjo, watu wapende chanjo, watu waone chanjo ni kitu kizuri. Kama ilivyokuwa miaka yote ya nyuma, Tanzania imekuwa free from polio kuanzia mwaka 2015 mpaka 2023, pale ambapo kuna maambukizi yalianza kuonekana kwenye mkoa wa Rukwa. Kwa hiyo tunaona ni vyema kwa sisi Tanzania tusipige hatua kurudi nyuma, twende mbele, tuhamasishe chanjo kwa akina mama ili watoto wao waweze kuwa na kinga. Sisi tunasema mama mkinge mtoto. Ni jukumu la mama kwanza kuhakikisha kwamba mtoto anapata chanjo ambayo ya kwanza iko inapatikana hapa hospitali ambapo watoto wanazaliwa. Chanjo ya pili wanaipata baada ya wiki 6, wiki 10, wiki 14. Kwa hiyo lengo letu sisi kuu ni hilo, kuhamasisha chanjo na kuhakikisha Tanzania inabakia kuwa polio free. Malengo kubwa ya hii project, sisi kama vijana tumeunganisha nguvu na Rotary Club katika club kuu 3. Klabu ya kwanza kutoka Muhimbili ambao ni MUAS, klabu ya pili ni chuo cha Kairuki, na klabu ya mwisho ni chuo cha Kampala. Hawa wote vijana wamekuja kwa minajili ya kujitolea kuelimisha jamii, lakini hawezi kuja kuelimisha jamii kama hawajaweza kufundishwa au kuwa trained ili waweze kutoa elimu ambayo ni sahihi katika kufikishia jamii, hasa ya wazazi ambao wanapatikana hapa Mwananyamala. Kama ilivyokuwa mchango wa Rotary Club ya Mikocheni, wamekuwa wakitoa kipaumbele kusaidia vijana hawa waweze kufika hapa na kusaidia kutoa elimu. Moja ya lengo kuu ya projekti hii ni kuwafikia mama takriban 150 ambapo tutaweza kuwaelimisha, tofauti tuna kuwaelimisha, tuweze kutambua ni muda gani anahitajika apate chanjo ili tuweze kumkumbusha ili aweze kumleta mwanae bila kusahau chanjo hata moja, ili aweze kupata dozi zote kwa wakati, ili kuhakikisha kwamba jamii yetu inakuwa salama dhidi ya ugonjwa wa polio. Mimi na wewe tukishirikiana kwa pamoja tunamaliza polio. Asante. Na kuelekea siku ya maadhimisho ya polio duniani ambayo ni mwezi wa 10, tumeona ni vyema kwamba tukaendelea kuhamasisha wamama waliojifungua na kuhusu polio. Polio ni ugonjwa ambao unasababishwa na virusi vinaitwa polio, lakini virusi hivi vinakuwa vinasambaa kwa kutumia njia ya kugusana, kwa mtu akikohoa karibu yako. Kwa hiyo dalili zake huwa za awali ni mafua, kichwa kuuma, mwili kuchoka, mtoto anakuwa hana uchangamfu ambao watoto wengine wanakuwa nayo. Sasa tukiona hizi dalili kwa mtoto, tunashauriwa kwamba awahi kufika hospitali. Japokuwa ya polio haina tiba, yani kwamba mtu akipata polio inakuwa hamna ile dawa ambayo tunaweza tukampa akaepukana na huo ugonjwa, yani ugonjwa ukaisha kabisa. Hapana, lakini kuna chanjo. Kwa hiyo hii chanjo inatolewa kwa hospitali. Mtu anapojifungua, mama anapojifungua mtoto wake anapata kutolewa chanjo, ambazo hizi chanjo zinatolewa kwa awamu 4, ambao awamu ya kwanza ni inaitwa OPV0, ni kuanzia siku ya kwanza mtoto amezaliwa mpaka siku 14. Siku polio vaccine nyingine ni baada ya wiki 6, nyingine ni baada ya wiki 8 na wiki 12 ndio ya mwisho. Na hizi chanjo zinatolewa kwa njia ya matone. Sasa nini kitatokea pale ambapo huyu mtoto hakupata chanjo na ikatokea amepata maambukizi? Haya maambukizi, huyu mtoto kama nilivyosema dalili zake, lakini pia shida itakayokuja, mtoto ataanza kupooza, kwa sababu polio inafanya shida kwenye mishipa ya fahamu, ikimaanisha spinal cord, ina affect the spinal cord. Kwa hiyo ikisha affect spinal cord, uti wa mgongo, kisha affect spinal cord, mtu anaanza kupooza kuanzia sehemu za miguu kuja juu.
Kwa utaanza kuona mtoto anakosa nguvu, anashindwa kutembea, na kama tunavyojua kisayansi kwamba msuli wote ambao haupati taarifa za fahamu, kumaanisha kwamba haui innervated na any nerve, inaanza kufanya atrophy. Atrophy ni mshipa kama inasinyaa. Kwa mishipa yake, misuli yake itaanza kusinyaa na itasababisha ashindwe kutembea. Itafika mpaka misuli ya tumboni, misuli ya upumuaji, mtoto anashindwa kupumua, na akishindwa kupata utaratibu wote wa kidaktari, mtoto anaweza akafariki. Lakini tunashauri kwamba mama mtoto wake akishapata changamoto wae hospitalini. Mtoto atakuwa tu anapewa matibabu ya awali, nikisema supportive therapy. Supportive therapy ina include labda kutoa ile maumivu. Tutampa dawa za maumivu, tutamfanyia baadhi ya mazoezi yanaitwa physiotherapy kumsaidia tu ili misuli yake isipooze kabisa, asishindwe kabisa kutembea. Na pia wengine wanapewa wheelchair, wengine wanapewa magongo according to condition au mtoto. Wito wetu sisi kama volunteers wa Rotary na pia volunteers from Rotary, tunazidi kuhamasisha wamama wajifungulie hospitalini kitu kikubwa ili wapate hizo chanjo. Na pia akitokea amejifungulia sehemu kama nyumbani au njiani wakati anaenda kupata huduma, ni vizuri akafika hospitalini ili mtoto apate kupewa chanjo ya awali. Ni vizuri zaidi mtoto akapata chanjo kuepukana na madhara baadaye, ambayo madhara haya yanaweza yakaa kwa familia, kwa mtoto, saikolojia mtoto, ukuaji wa mtoto pia unakuwa unaathirika. Kwa hiyo tunahamasisha sana tuendelee kutoa elimu. Mama anayepata elimu leo hii ni vizuri naye akamshirikisha rafiki yake, ndugu yake kuhusiana na polio. Kwa pamoja tunaweza tukamaliza polio Tanzania na hata nchi za jirani. Asante sana. Rotary Club of Mikocheni, Rotary Club of Kairuki, end polio now.